Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump pamoja na Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi wamesema wapo tayari kwa ajili ya kuangamiza zana za nyuklia za Korea Kaskazini. Waziri Mkuu huyo Takaichi amesema yeye pamoja na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump wamethibitisha kwa mara nyingine dhamira yao ya kukamilisha uangamizaji wa silaha za nyuklia za taifa la Korea ya Kaskazini. Takaichi amesema viongozi hao wamekubaliana hayo katika mkutano wa kilele leo huko mjini Tokyo, ambapo yeye na Trump vile wamesisitiza umuhimu wa amani Taiwan, ingawa wamekataa kutoa tamko lolote juu ya walichokijadili kuhusu China kwa sababu Trump atakutana na rais wa China hivi karibuni. Hata hivyo, waziri mkuu huyo mpya wa Japan ambaye amekutana na rais wa Marekani Donald Trump ameapa lazima wapambane kwa ajili ya kuangamiza silaha za kinyuklia nchini Korea ya Kaskazini. Lakini swali kubwa limekuja ni je, watawezaje kuangamiza silaha hizi? Moja kati ya ngome inayotegemewa na Korea Kaskazini ni pamoja na ushirika wake uliopo kati ya China pamoja na Urusi, miongoni mwa mataifa makubwa yenye silaha za nyuklia duniani, lakini pia yenye uchumi mkubwa, kadhalika mataifa ambayo yamekuwa na teknolojia ya hali ya juu. Na hivyo moja kati ya changamoto ambayo hata wakati huu rais wa Marekani Bwana Donald Trump amekuwa akikumbana nayo ni juu ya kuzikabili China pamoja na Urusi. Sambamba na hayo, siku ya leo Jumanne, Rais Donald Trump ambaye amekutana na Takaichi walitangaza zama mpya ya dhahabu katika upeo wa muungano wa Marekani pamoja na Japan. Japan ilikuwa kituo cha pili kwa rais wa Marekani katika ziara ya Asia ambayo inatazamiwa kufikia kilele siku ya Alhamisi katika mazungumzo na rais wa China Xi Jinping kando ya mkutano wa kilele nchini Korea Kusini. Huko Japan, Trump alitumia ziara yake kwa mshirika wa karibu wa Marekani katika Asia Mashariki kuonyesha nguvu kabla ya mkutano wake uliotarajiwa na Xi Jinping. Trump na Takaichi walitia saini makubaliano kuhusu malighafi muhimu kimkakati na kuchapisha orodha ya miradi ya pamoja katika nishati, akili bandia na teknolojia muhimu. Viongozi hao wawili pia walionekana pamoja kwenye chombo cha kubeba ndege cha US George Washington chenye nguvu za nyuklia katika bandari ya Yokohama. Akiongea na wanamaji wa Marekani, Takaichi alitoa wito wa kuwepo kwa Indo-Pacific huru na wazi kama msingi wa ushirikiano wa kimkakati wa Marekani na Japan. Hakuna aliye na silaha zetu na hivi karibuni nchi yetu itakuwa na nguvu zaidi kuliko hapa awali, Trump alitangaza kabla ya kumalizika kwa ngoma ndogo ya wimbo wa YMCA akikumbusha kampeni yake ya urais. Wakati wa mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana, Takaichi hakuacha lolote katika juhudi zake za kuanzisha uhusiano mzuri na rais wa Marekani Donald Trump. Takaichi mwenye umri wa miaka 64 pia alivunja uhusiano wake wa karibu na waziri mkuu wa zamani wa Japan Shinzo Abe. Trump pia alimsifu Takaichi mara kadhaa kwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini Japan. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri ulimwenguni.